Hali gani mtazamaji wa CF Media, karibu katika matukio ya wiki. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitangaza kifo cha mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, utaratibu na wenye ulemavu, William Lukuvi, kilichotokea tarehe 25 mpaka leo. Na kwa mara ya kwanza kipindi hiki cha 7 nimepata kura nyingi kuliko vipindi vyote ambavyo nimewahi kutumikia. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini najua sababu kubwa iliyonifanya nikapata, kwa kweli niseme wazi, namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu hii ya 6, kwa sababu yale ambayo nilianza nayo tangu mwaka 95 kuyaomba makubwa katika kila tarafa. Tarafa ya Idodi niliomba barabara ya kwenda Ruaha National Park, sasa inajengwa kilomita 104 kwa lami. Rais wa Madagascar ameagiza kwamba mtu yoyote anayetaka kuwa waziri lazima apitie kipimo cha uongo kinachofahamika kama polygraph katika juhudi za kupambana na ufisadi nchini humo. Mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema anatamani vita Mashariki ya Kati vikome mara moja kutokana na athari zake, na akisema Uganda iko tayari kuisaidia Israeli kijeshi ikiwa itashambuliwa. Mshambuliaji wa Liverpool na timu ya taifa ya Misri Mohamed Salah amekubaliana na klabu hiyo kuachana rasmi mwishoni wa msimu huu. Katika kipindi chake akiwa Anfield, Salah ameisaidia Liverpool kutoa mataji makubwa ikiwemo ligi kuu ya England, UEFA Champions League na mataji mbalimbali. Golikipa wa klabu ya Yanga Diarra amefungiwa michezo 3 na kutozwa jumla ya faini ya shilingi milioni 4 baada ya kumshambulia mwamuzi kufuatia sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar FC kutoka uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Golikipa wa Young Africans Diarra amefungiwa michezo 3 na kutozwa jumla faini ya shilingi milioni 4 baada ya kumshambulia mwamuzi kufuatia sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma.